Hapa ni katika kijiji cha Kasabuti kilichopo shehia Kiungoni, kaskazini Pemba, ambapo tunakutana na wanakikundi cha ushirika wa ng'ombe wa maziwa ambao wana matumaini makubwa kupitia mradi huu wa Kopa Ng'ombe Lipa Maziwa. Hata hivyo, changamoto za kiafya zilizoikumba mifugo yao imekuwa ikiwakatisha tamaa katika kutimiza malengo yao. Changamoto wa maradhi, ng'ombe toka alipokuja alikuwa na maradhi. Hapa alipokuja akapata homa, ECF, kawa ni homa kali, matibabu yake ni makali kweli kweli. Na wengine wamesababishwa kifo ilikuwa sababu ya hizo homa. Toka yasemekana hata kwa alikotoka Afrika Kusini haya magonjwa bado yapo walivyo wakituambia madaktari. Ng'ombe 4 ndio wamefariki kwa magonjwa hayo, mpaka ndama zaidi ya 20 wamekufa. Sasa sijui pengine ni changamoto hali ya hewa, pengine walikotoka kule mpaka wamefika hapa kutokana na maradhi, na tukaambiwa kuwa ng'ombe watapata kiwango cha maziwa kiasi ya lita 20 mpaka 18. Saa hizi hata kuna wengine wanakamwa lita 1. Tena tunajitahidi kwa kualisha, lakini kwa kusema kweli hali yetu ni nzito. Kiwango kile ambacho kwamba tulikitarajia na tulichopangiliwa kwamba tunaweza tukazalisha hakijafikiwa mpaka sasa hivi. Na vile vile tulipata changamoto nyingi sana kutokana na maradhi. Na changamoto hizo za maradhi yanayokumba mifugo hiyo na hadi kupelekea kufa kwa baadhi ya ng'ombe hao, jambo ambalo linawatia hofu hata kushindwa kurudisha malipo. Tangu kwa serikali, tunaiomba serikali ya Mama Samia na Mheshimiwa Rais Mwinyi tusaidie kutokana na changamoto ambazo kwamba zimetufika. Na ikiwezekana watusaidie hata kutupunguzia ili deni. Changamoto ya uzalishaji kama nilivyozungumza mwanzo, kwa kweli ni shida. Uzalishaji kiwango hatujafika. Na hata hicho sisi tunatakikana tulipe 1,500,000 kwa kila mwezi kwa kila ng'ombe. Kupitia malalamiko hayo, Azam News haikuacha kufika katika idara husika, idara ya maendeleo ya mifugo kisiwani Pemba, na kutaka kujua wana mikakati gani katika kuwasaidia wafugaji hawa kurejesha matumaini yao. Idara pia imekuwa mstari wa mbele katika kuwasaidia kwenye matibabu ya maradhi mbalimbali mengine ya minyoo, vidonda, kutibu na kutatua matatizo ya kizazi wakati wa kuzaa. Ng'ombe hawa wote vimekopeshwa, tunaendelea. Kwa hivyo changamoto zinajitokeza katika maswali haya. Kwa mfano walipokuja tulipata maradhi ya mastitis ambayo watu wale kabla hawajazaa wa ng'ombe walikumba sana haya. Lakini pamoja na yote hayo tukapata maradhi ya ECF kwa sababu ng'ombe tulitegemea watachanjwa kule walipotoka hasa, lakini hawakutangwa. Lakini pamoja na yote tukapambana, tukashirikiana na idara ya maendeleo ya mifugo, tukaandaa mkakati namna gani ya kufanya. Mkakati mmoja ni kuhakikisha mabanda yanakuwa safi. Jambo lingine ni kupiga ng'ombe dawa kila siku 2, kila wiki mara 2. Katika kuliona hili na kusaidia kuondoa changamoto mbalimbali ambazo wanapitia wafugaji hawa, Benki ya Maendeleo ya Kilimo imetoa mafunzo kwa wafugaji hao kisiwani Pemba na kuwapa elimu juu ya matumizi mazuri ya udhibiti wa fedha za mikopo. Wapo kwa ajili ya kuwashauri wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi, lakini vile vile tunawajengea uwezo au tunafanya mafunzo kwa wakulima, wafugaji na wavuvi. Mafunzo kwenye nyanja tofauti kulingana na uhitaji ambao tutakuwa tumeuona. Wanakikundi hawa wana matumaini kwa serikali na Benki ya Maendeleo ya Kilimo ikiwa itawapa mashirikiano mazuri na kuwa nao bega kwa bega, hasa katika kuwapa elimu, wataweza kufikia malengo wanayotarajia. Nikiripoti kutoka Pemba, mimi ni Aisha Haji wa Azam News.